na wakati, lakini mfanyabiashara wa chini ambaye hana nyumba, ambaye hana dhamana hawezi kupata. Serikali ikatia pamba masikioni, ikapeleka pesa benki, ikasema inaanza na halmashauri 10. Matokeo yake CAG anakuta huko kwanza hakuna mwongozo, yani kila halmashauri imefanya kivyake vyake. Pili, hizi fedha zilitakiwa zikopeshwe kutokea benki kuu, mabenki yanakopesha kutoka kwenye akaunti yao ya benki za biashara. Kwa hiyo masharti ni yale yale. Matokeo yake nini? Kati ya fedha kwa mfano kwenye halmashauri moja bilioni 1, kwenye halmashauri bilioni 1.87 ambazo zitakiwa zikopeshwe, basi walioqualify wale vijana waliojichanganya kwenda benki na kina mama na walemavu ni vijana, wanawake na walemavu wamekopeshwa milioni 754. Nyingine wamekosa vigezo. Kwa hiyo tuna bilioni 1.07 hazijakopeshwa kwa sababu vigezo havikufikiwa. Na hii ndio tahadhari ambayo tuliitoa. ACT Wazalendo tulisema sisi tunataka mabenki kwanza, matumizi yasiyo ya kawaida katika benki za biashara, utaratibu uliowekwa unapaswa kuondoka. Kuwe na utaratibu maalum na hizi fedha watu waweze kukopeshwa. Lakini pili, tulisema utaratibu ambao sisi tuliupendekeza ni wa kuanzisha hifadhi ya jamii, ili Watanzania wote wenye umri kuanzia miaka 18 wawe ni wanufaika wa hifadhi ya jamii. Na tukasema hizi fedha zigawanywe kwa Watanzania ambao hawana ajira, watakaokuwa ni sehemu ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Wao wenyewe wachangie shilingi 20,000 kwa mwezi, halmashauri zichangie shilingi 10,000, ili huyu Mtanzania awe amejiwekea shilingi 30,000. Na fedha hii ikikaa imwakishie mosi, iwe imuondoshe kwenye gharama za matibabu kwa kumhakikishia atapata bima. Kwa sababu hawa ni Watanzania ambao hizi fedha ukimkopesha, akiumwa tu fedha zote anaenda kujitibia, hapati tena, hawezi tena kurudisha hizo hela. Ndio hawa Watanzania wanaotajwa kwenye makundi ya wanawake, walemavu na vijana, ndio hali zao. Kwa wanahitaji hifadhi ya jamii ambayo moja itawahakikishia wanapata huduma za afya kwa skimu ya hifadhi ya jamii, lakini pili, hiyo mikopo wakaikope kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ambao wana dhamana ya yale makato yao, lakini pia hayatawekwa masharti ya kibenki na kufanya isiwe yenye uwezo wa kupatikana kwa Mtanzania wa kawaida. Bila kufanya hivi, serikali itakuwa inabadilisha aina ya wanufaika wa hii mikopo kutoka makundi hewa yaliyokuwa yanamilikiwa na halmashauri. Sasa taona makundi hewa yanayomilikiwa na vikundi vingine. Tunahitaji mabadiliko na mageuzi makubwa ya kimfumo ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanawekewa misingi ambayo itafanya malengo yaliyokusudiwa kwenye hizi 10% yanafikiwa. Vinginevyo, Watanzania leo hakuna mtu aliyoko kule kijijini ambaye anahisi kwa hali ya maisha yake kuna mtu ana 10% atamsaidia. Hakuna mlemavu kule wa kawaida aliyoko mtaani ambaye katika mawazo yake amewahi kupitikiwa kwamba kuna mtu ana 10% atamsaidia. Hawa wanawake wanaumia na kausha damu. Na mikopo ambayo ukikopa unajiandaa kitanda chako kuondoka, unajiandaa godoro lako litachukuliwa, unajiandaa vitu vyako vya ndani vitachukuliwa, au utapoteza nyumba. Tunataka mageuzi ya kimfumo ambayo yatafanya hali hii iweze kubadilika. Baada ya kueleza haya, nawashukuruni, na hatua iliyobaki sasa naomba nimkaribishe tena kiongozi wa chama ili aweze kuhitimisha hoja zetu zilizoko hapa. Asante sana. Malizia zile hoja 3. Tulikuwa na hoja 10. Wenzangu wameshaongea mpaka hoja ya 7. Mimi nitaendelea na hoja ya 8. Hoja ya 8 inahusu mwendelezo wa usimamizi mbovu wa Bohari Kuu ya Dawa MSD. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 24/25 imebainisha kuendelea kuwepo na udhaifu mkubwa katika usimamizi wa Bohari Kuu ya Dawa MSD, ikiwemo malimbikizo ya deni la serikali, ucheleweshaji wa usambazaji wa dawa, pamoja na manunuzi yasiyozingatia viwango. Mtakumbuka katika ripoti zetu za nyuma, swala la MSD tumekuwa tukiliongelea kwa kutambua umuhimu wa MSD
kama muhimili mkuu wa upatikanaji wa dawa nchini, na changamoto hizi za MSD kutofanya majukumu yake kikamilifu na kwa ufanisi zinaathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya. Wananchi wanakosa dawa katika hospitali za umma na gharama za matibabu zinaongezeka na hatari katika maisha yao inapanda, hususan kwa wagonjwa wa magonjwa kama VVU, kifua kikuu na wale wanaohitaji huduma za uzazi. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG, hoja za MSD zilizoibuliwa zimeainishwa kama ifuatazo. Kwanza, serikali kushindwa kulipa madeni ya dawa ya miradi msonge ya VVU, TB na uzazi. CAG ameibua kuwa MSD inaidai serikali jumla ya shilingi bilioni 47.11, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 321.31 ni deni la huduma zinazotokana na miradi msonge kama nilivyohitaja hapo awali. Kushindwa kulipa madeni haya kwa muda mrefu kunadhoofisha uwezo wa MSD kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, na hivyo kuhatarisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wagonjwa nchini. Swala la pili ni ucheleweshaji mkubwa wa kusambaza dawa kwa wateja. Kwa mujibu wa sheria na taratibu, MSD inatakiwa kusambaza dawa siku 14 baada ya kupokea oda kutoka kwa wateja mbalimbali zikiwemo hospitali, vituo vya afya, dispensary katika mfumo uliopo. CAG amebainisha kuwa oda zenye thamani ya shilingi bilioni 39.16 zilichelewa kusambazwa hadi kufikia siku 716, karibu miaka miwili. Oda iliyoombwa na vituo kwa ajili ya kupatia dawa wa Tanzania imechelewa, iko katikati hapa, haijamfikia mwananchi na haijatoka MSD. Hali hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa kiutendaji unaoathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya katika vituo vya tiba nchini. Swala la tatu ni ununuzi wa dawa zilizo karibu kuisha muda wake wa matumizi. CAG ameibua kuwa MSD ilinunua dawa zenye thamani ya shilingi bilioni 20.28 ambazo muda wake wa matumizi ulikuwa chini ya 80%, kinyume na mwongozo wa Bohari Kuu wa mwaka 2018. Kitendo hichi kimesababisha hasara ya shilingi bilioni 18.74 na shilingi bilioni 707.8 na kuonesha udhaifu mkubwa katika mifumo ya manunuzi na usimamizi bora wa bidhaa. Kwa mwaka 2023/24 hasara ilikuwa milioni 707.8. Kwa hiyo utaona mwaka huu wamekithiri, hasara inaongezeka, madawa yanaendelea kuisha muda wake kabla hayajafikia walaji ambao wao MSD wanatambua kuna vigezo vya kununua madawa ili yasiende kufia kwenye makabati, badala yake amfikie mlaji kwa wakati. Uchambuzi wetu kwa hoja hii unaamini kuwa pamoja na kuwepo kwa deni la serikali na udhaifu wa usimamizi, lakini kuna uwezekano mkubwa wa ushawishi wa magenge ya kimaslahi, yani cartels, wanaoshirikiana kwa siri kudhibiti manunuzi, bei, usambazaji au zabuni za dawa kwa faida yao binafsi. Hali hii inapunguza ufanisi wa MSD. Tunaisikia serikali ikisema kwamba kumeongezeka ufanisi wa upatikanaji wa dawa katika ngazi zote na mfumo wote. Tumeona takwimu wakidai kwamba dawa hizi wengine wamefikia mpaka 90%. Lakini ukweli ni kwamba ukienda huko kwa wananchi, ukienda huko ground, bado hospitali za umma wananchi wanakosa dawa muhimu, na hata pale wanapotakiwa kuzinunua wanaenda kuzinunua kwa gharama iliyokuwa juu zaidi, badala ya kupata manufaa ya uwepo wa MSD, ambapo ilitakiwa dawa zile zinunuliwe kwa bei ya uweni ambayo tayari ilikuwa imeshapunguzwa au imekuwa subsidized na serikali. Kutokana na hali hii, ACT Wazalendo
tunasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ilipe mara moja deni la dawa la MSD ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na serikali iache utaratibu wa kujilimbikizia madeni. Serikali ianze utaratibu wa malipo ya fedha taslim na ya wakati kwa ajili ya ununuzi wa dawa ili kuimarisha mtiririko wa kifedha MSD. Pia tunaitaka kufanyika mageuzi makubwa ya kimfumo na kiutendaji ndani ya MSD ili kudhibiti mianya, ubadhirifu na uzembe. Tunaitaka pia hatua za kisheria zichukuliwe kwa watendaji wote walioshiriki katika uzembe, upotevu na manunuzi yasiyokuwa na tija. Tunataka pia kuteuliwa kwa watendaji wenye weledi, uadilifu na uzalendo ili kurejesha imani ya wananchi katika taasisi hiyo nyeti. ACT Wazalendo haitakubali kuona afya ya Watanzania ikichezewa kupitia mifumo dhaifu ya usimamizi wa dawa. Tunasisitiza kuwa MSD ni lazima irejeshwe katika misingi ya uwajibikaji, ufanisi na uadilifu ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata dawa kwa wakati na kwa uhakika. Hoja inayofuata ni hoja namba 9 ambayo inahusu kukithiri kwa upungufu na upotevu wa maji. Ripoti ya CAG kwa mwaka 24-25 imebainisha kuwepo kwa changamoto kubwa katika sekta ya maji nchini, ikiwemo upotevu mkubwa wa maji, uzalishaji mdogo, pamoja na ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi ya maji. Changamoto hizi zimeendelea kuathiri upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi licha ya uwepo wa rasilimali ya maji ya kutosha nchini. Tanzania ni nchi inayojivunia ya kuwa na vyanzo vingi vya maji, ili hali wananchi wake wanaendelea kujivunia kutoyapata hayo maji kwa wakati yakiwa safi na salama. Tanzania ina kiasi cha maji kinachofikia ujazo wa lita bilioni 126 wakati mahitaji halisi ni lita za ujazo bilioni 68 tu. Hata hivyo, wananchi wengi bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kutokana na udhaifu wa usimamizi, uwekezaji mdogo na ubovu wa miundombinu. Katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG, hoja kuu katika sekta ya maji zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, upotevu mkubwa wa maji. Upotevu wa maji umefikia thamani ya takribani bilioni 243.74 kutokana na uvujaji wa miundombinu, wizi wa maji na udhaifu wa mifumo ya upimaji. Mamlaka 29 za maji zina upotevu unaozidi 20% ya maji yanayozalishwa. Tutatoa mfano wa mradi wa maji Same Mwanga Korogwe wenye